kunyenyekea Bwana na kufuata maelekezo ya kazi yako Bwana. Uwatazame mioyo zao, tazama kazi wanaofanya, wakumbuke Bwana, uwabariki katika njia zao zote. Ikiwa kwa kazi ya mikono Bwana uwabariki, ikiwa hata kwa kazi yanayofanyika kwa ajili ya binadamu Bwana uwabariki. Kumbuka jamii zao, kumbuka mapasha zao Bwana, uendelee kuwazidishia na uwazingire na damu ya Yesu Kristo Bwana, wapate kujua utukufu wako unastahili, kwa maana Bwana hakuna chochote kisichowezekana kwako. Anayekutumainia Bwana hatoke mikono bure, na wanaofanya hiyo Bwana ninajua watalipwa siku moja. Waliwaza mwanaume atakuja na nguvu ya kupiga na makateka yote anaongezea. Jinsi wana wa Israeli walijua atakuja kwa kama mwanaume. Eti mwanaume kama Pastor Josephat akuja wapige nafasi wakimbie. Walikuwa wanasubiria mwanaume. Sauti sio kwa na mtu. Sumundu wabana mu bihana ko bivuze naka. Sio mtu ambaye anaishi katika kanisa. Na watu mudai kuzikazari ni. Hawezi mwambia sema ulisema hivi. Birashize. Sauti ya wapona tarajia ikafika. Umva. Siki. Nababwira. Tawaambia. Ubutumwa bwiza. Habari njema. Ubutumwa bwiza. Habari njema. Akanyamuneza. Habari ya furaha. Kazoba kuri mwege. Furaha ndio ndani yako. Na kwa kabila zenu. Moyo mwenye
Kusoma Zaburi ya 51 mstari wa kwanza hadi wa 5. Ee Mungu, unirehemu sawasawa na fadhili zako, kiasi cha wingi wa rehema zako uyafute makosa yangu, unioshe kabisa na uovu wangu, unitakase dhambi zangu, maana nimejua mimi makosa yangu, na dhambi yangu i mbele yangu daima. Nimekutenda dhambi wewe peke yako, na kufanya maovu mbele ya macho yako. Wewe ujulikane kuwa una haki unenapo, na kuwa safi utoapo hukumu. Tazama, mimi naliumbwa katika hali ya uovu, mama yangu alinichukua mimba hatiani. Amina. Basi tuende kwa maombi. Baba, katika jina la Yesu Kristo, tunakuja mbele zako tena asubuhi ya leo, tukishuka kuomba rehema, tukishuka kuomba msamaha. Kabla tujaendelea na mambo mengine yote, tunatambua sisi kwamba kwa mawazo, kwa masemi, kwa matendo yetu, mara kwa mara tunakukosea, hata kwa hisia. Bwana, tunashuka tukitambua udhaifu na unyonge wetu, tukitegemea matendo au haki yetu wenyewe. Hakuna wezaye kusimama mbele zako. Tukitambua hayo Bwana, ndio maana tunashuka tena tunapokusogelea mchana huu, asubuhi ya leo, siku ya leo. Bwana, tunaomba utusamehe, tunaomba utuoshe, tunaomba utusafishe, tunaomba ututakase kwa damu yako iliyomwagika msalabani. Baba, tunasogea kwako kwa imani, tunaomba utusamehe, tunaomba ututakase. Takasa Bwana, na kubali ibada hii ya siku ya leo tena. Bwana, tunaikabidhi mikononi mwako. Uongoze Bwana wa mipango, uongoze mpango baada ya mwingine, uongoze kila hatua katika ibada ya leo. Achilia nguvu na baraka zako tena kwetu tunapokutana hivi leo kukuabudu na kukutumikia. Mungu wetu, utaonekana kupitia mnenaji, utaonekana kupitia waimbaji, utaonekana kupitia watumishi wako mbalimbali utakaoenda kuwatumikisha siku ya leo kwa ibada hii. Asante Bwana, maana umetusikia, umetusamehe na kutukaribia. Yote ya giza na yafunga kwa jina la Yesu Kristo, yasipate nafasi, bali Roho wako Mtakatifu ndiye atawale. Nguvu za mbinguni, moto wa mbinguni ndio utembee ukiteketeza yote usiyoyapenda miongoni mwetu katika ibada ya leo. Asante Bwana, maana kwa damu yako umetukomboa, na kwa imani tunaposogea kwako kuomba rehema, naamini Bwana umetusamehe na tumekuwa na kibali mbele zako. Basi Bwana, yule mwovu shetani asitudanganye tena, asidanganye hata mmoja wetu ya kwamba bado tunatia mbele zako, bali Bwana Roho wako Mtakatifu ndiye aseme na sisi na kutuongoza kwenye toba ya kweli. Asante Mungu wetu kwa neema yako, asante kwa upendo wako. Tunaomba yote kwa imani kupitia jina la Yesu Kristo Bwana wetu. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Basi tutaenda na nyimbo mbili za watu wote, na karibuni muimbishaji, karibu na sisi sote pia tupate kuimba kwa pamoja. Asante. Bwana Yesu atukuzwe mkutano. Niombe
Tutaenda na wimbo wa Kibembe. Walio na nyimbo za Kibembe tunaweza tukasogea namba ya 260. Pia wale wapiga ngoma watusaidie. Mwibalo chubalia noele obile balinji egaisi balinjile yambo miombo mwingina Yesu
wako Baba.
Amen. Asante sana. Tutaenda mara moja na kupokea wageni. We'll go ahead and welcome our guests. Sasa nimwalike mkuu wa kanda kukaribisha wageni. We'd like to once again welcome the conference president to welcome our guests once again. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Yesu kazaliwa ndani yetu leo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sio betemu tena. Amezaliwa ndani yetu leo. Bwana Yesu asifiwe wapendwa. Tufurahie sababu tumepata mkombozi. Let's rejoice because we have received leo. Yani ni kumbukumbu la mtoto Yesu kazaliwa. Ndio maana tumepata ukombozi. Na ndio maana tuko hapa leo kusherehekea sikukuu hii ya kuzaliwa kwa Mwana wa Mungu. Kwa hiyo ni muda mzuri wa kuweza kukaribisha wageni wetu ambao tumekuwa nao kwa leo. It's a great time to welcome the guests who visit us today. Tumependa kuwaona wandugu wapendwa ambao tumekusanyika nao leo, ambao hatukuwa nao tangia jana. Kwa hiyo tunaweza kuwasihi sana wapandishe vidole mahali ambapo waliopo tuweze kuwakaribisha. Tunawaona. Haleluya. Amen. Wangeweza kusimama tuwakaribishe jamani. Sababu wengine wote ni wenyeji wa Richmond. Tuwakaribishe wageni wetu. Bwana Yesu asifiwe. Nafikiri tuna pastori hapa anaweza kutuambia mawili matatu. Kanisa la Bwana mjambo. Jambo. Furaha iko. Yani na mimi naitwa kwa jina ya mchungaji Bakashika. My name is Pastor Bakashika. Na ninafurahikia Yesu sana. Kwa hiyo ninajua tunaishi katika mahali inaitwa Harrisonburg. I believe you guys know that we live in the city of Harrisonburg. Na nimekuja na mke wangu pamoja. I came with my wife. Kwa hiyo iko pembeni ya ubavu wangu. So I am beside our half. Anaitwa kwa jina Georgette. Our name is Georgette. Mimi ni mtoto wa nyumba. I am a child of home. Nawapenda sana. I love you. Na ndio maana niko kwa saa hapa. And that is why I'm here. Mungu awabariki sana. May God bless you. Bwana asifiwe. Ndio tunamshukuru Mungu yeye aliyekubali sisi sote tukusanyike hapa. Ndio ni upendo wa Mungu aliyetupenda sisi wanadamu. Ndio tunakumbuka siku ya kuzaliwa ya Mwokozi wetu Yesu Kristo. It's true, we do remember. Katika jina langu naitwa Barawiha Ezekiel. My name is Barawiha Ezekiel. Ninaishi hapa Frederick. I live in Fredericksburg. Hapa sisi sote tuko pamoja. Amen. We're here together. Amen. Haleluya. Kusema kwanza naitwa Pascal Zeimana. My name is Pascal Zeimana. I live in Fredericksburg, Virginia. We came here to worship together, fellowship, have a fellowship together. Praise God. My name is Bamba. I'm the wife for the deacon. We were not able to come yesterday. I was not able to attend with them. And our pastor is Pastor Muzo. My name is Mleji. Bwana Yesu asifiwe.
Praise God. Ndio, kwa majina naitwa Banduchi Faume. My name is Faume. Na mimi ni mshiriki wa kanisa hili. I am a member. I'm an attendee of this church. Ndio, tunashirikia pale Newport News, mchungaji Pastor Mozo na wengine. Amen, amen. I attend the church. I'm sorry, he attends the church of Newport News. Na nimekuja na vijana lakini naona bado wametoka nje. I came with my kids. Pamoja na mke wangu lakini naona anasimama. Ningemwomba mama asimame. Bwana Yesu asifiwe. Yule mama ndo bafu yangu na mimi huyo. Haleluya. Tumekuja kabisa jana tumekosa muda. Because we didn't have time. Tulikosa muda wa kuja kusherehekea kesho lakini wasichana vijana wengine walilala huko. But our kids, they were able to stay here. Kwa hiyo tunaendelea kushukuru na tusherehekee pamoja. So we continue to thank. Yote atakayopitika hapa na Mungu ameshabariki na ataendelea kubariki. Continue to be thankful. Amen. To bless you all. Jambo kanisa la Bwana. Amen. Basi na mimi naitwa Mathayo Reke. Jina langu. Sorry, my name is Matthew. Natokea Newport News, Virginia. I come from Newport News, Virginia. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ya, kwa majina naitwa Pia Mleti, natoka Greensboro, North Carolina. Ya, na mimi mwenyeji wa kanisa hili. And I'm also one of our church members. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wageni wetu waendelea kusimama bado hawajapewa nafasi yao. May our guests continue to stand. Na tungeomba sana kwa wenyeji hapa, sababu hawa ni ambao wanatoka katika kanisa tofauti kutoka huko kwenye sehemu zingine. Tungetaka kujua kuwa tuna majirani hapa Richmond. We would like to know wametutembelea kwa siku ya leo. Our neighbors na jana upata nafasi tumeomba wasimame. Attend today. Please, we ask them to stand. Muna mheshimiwa pale. Huyu ni jirani yetu hapa Richmond. Na yeye tungeomba kumfahamu ni nani au anakuja kujiunga pamoja nasi kwa siku. Amen. Tumefurahi siku ya leo. We're very happy today. Just pata muda kufika hapa kwa ajili ya shughuli. I was not able to attend yesterday to other naitwa Yunde Kokanisius. My name is Mwenyeji wa hapa Richmond. I live here in Richmond. Nilikuja na mke wangu na I came with my wife and my daughter. Tushakuwa mzee kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ndugu zetu au wageni wetu tuwafanyeje? Haya, tutawakaribisha. 1, 2, 3. Karibu ndugu, na Mungu awabariki pamoja nasi katika jina la Yesu. 1, 2, 3. Jambo wa ndugu, na Mungu awabariki pamoja nasi katika jina la Yesu. 1, 2, 3. Makofi na vigelegele kwa Yesu. Haleluya. Wageni wetu karibuni sana, ndio vitu vyenu hivyo. Ujisikie kwamba wewe ni umoja wetu, tupiganie ufalme huu wa mbinguni tunakokwenda. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Asanteni. Bwana Yesu asifiwe. Asante sana. Na moja kwa moja tutaenda na usomi wa neno la leo. We're gonna go with the word. Na usomi wetu unatoka kwenye Luka sura ya 2 mstari wa 10 na wa 11. Luka sura ya 2 mstari wa 10 na wa 11 unasema hivi: Malaika akawaambia, msiogope, kwa kuwa mimi ninawaletea habari njema ya furaha kuu itakayokuwa kwa watu wote. Maana leo katika mji wa Daudi amezaliwa kwa ajili yenu Mwokozi,
ndiye Kristo Bwana. Amina. Luke chapter 2, verse 10 to 11 says, "But the angel said to them, do not be afraid. I bring you good news that will cause great joy for all the people. Today in the town of David, a Savior has been born to you. He is the Messiah, the Lord." Amen. Amen. Basi nialike mwimbishaji atuongoze kwa wimbo mmoja wa maabudu, na baada ya wimbo huu mwalimu kutoka Fredericksburg ndugu Ezekieli ataomba, na wa pili atakayeomba ni Pastor Bakashika kutoka Harrisonburg. Pia ataomba, na wote wataomba kadiri vile Roho Mtakatifu atakwenda kuwaongoza baada ya nyimbo hizi, wimbo huu wa sifa na maabudu. Wimbo nyimbo za tenzi 114. Bwana Mungu nashangaa kabisa nikitazama jinsi vilivyo nyota, ngurumo, vitu vingi vyote viumbwavyo kwa uwezo Tafakari ukuu wa Mungu katika maisha yako. Tazama jinsi Mungu alivyotenda mambo makuu na maajabu. Hebu tafakari mpendwa. Hallelujah. To God.
turagushima data kujabulela kuba mwishu sako mashina wabi kubahiyo turagushima data kujabulela wakweletse igikona abazi mwiza yohabwa amashimwe yatubereye buzima dore data kujabulela kuri mwana w'Imana tuzana imbere yawe mwana w'Imana tugushima tuguhimbaza utabazi mwiza wabanye natwe data kujabulela watugiriye neza twese igitondo n'umurango rero n'umurango mutabazi mwiza n'ikitwa mwami tuzana imbere yawe Nushimwe kibirenge kumara kujabulela waba imbere ya byose data kujabulela utangwe data kujabulela utubabaye utabazi mwiza kutubaba n'ababana mwami usaba imbabazi abazi zayo mwami tukureko utabazi mwiza mumwe wese mwana w'Imana abari imbabazi mwari w'Imana turakuye ejo kutubabaye mwami turashima turakenguruka data kujabulela muri wa mwanya mwiza mwana w'Imana data kujabulela kuhimbaza muri mutima wabanya mwiza w'Imana data kujabulela kujabulela data kujabulela wabanya mwiza w'Imana data kujabulela kifanyibana tukataka kukuka kumana wacu Yesu Kristo turakushima data kujabulela ana w'Imana tukusaba data kujabulela mu mwanya twasaba data kujabulela kukuja mitima yacu mutabazi mwiza mitima yacu data kujabulela yamenyera ndio mtango mwami mwamana data kujabulela kukuja mwembe nuko tutembe kumana kujabulela kama faraha kumana kumana kanisa ndiko tutumba kama mtenda ibikoreka byose mwana w'Imana kuziba kuya tugirire neza data kujabulela icyo twase mwana w'Imana nitako bezitumwita kuzugira kumana kutabazi nuko mwana twashima twakenguruka kuri randi mwana w'Imana kuzugira kutugirire neza tuneshe utoba mu banditi nuko data kujabulela ntatubanga data kujabulela kuba mu banditi mwana w'Imana ntiyemera kugira kuzamudaye mwana w'Imana ariko kubasha kawe ngome data kujabulela cyamujyana n'Imana data kujabulela nimba turi hano kubazi mwiza turi hano mwana w'Imana kukwibuka mwana w'Imana ngene bakukiye data kujabulela Betlehemu mwana w'Imana data kujabulela niho turi mwana w'Imana data kujabulela uyu munsi kubazi mwiza turi Betlehemu mwana w'Imana kwazi mwana w'Imana kuranira hano kugira ngo mwana twibuke ivuka rya mwana w'Imana ndio mwana wa mahoro kandi mwana w'Imana n'utogiriye leta ndio mwana w'Imana data kujabulela twihano kugira ngo mwana w'Imana tutakutangawe kubazi mwiza yakusaba mwana w'Imana kufunga data kujabulela kugira mitima yacu babo mwana w'Imana kuri kumwe na data kujabulela kandi tumarano mwana w'Imana tukamana kubazi mwiza Amina. Baba mtakatifu, anayestahili tukufu ni wewe, anayestahili heshima ni wewe, anayestahili kuinuliwa wewe Bwana. Bwana, tunasema ufananishwe, wewe haulinganishwe na Baba. Ulisema wawili au watatu wakikutana kwa jina langu, nawe utakuwa pamoja nasi. Kwa hiyo ninaamini ya kwamba Bwana, tumeanza na tuko pamoja na wewe, na tunaamini tutamaliza na pamoja na wewe. Tunaomba nguvu kutoka kwako, kwa maana ulisema tusiogope, utatutumia msaidizi. Na sisi kwa saizi tunaomba msaidizi haonekane ndani mwetu, kila mmoja anapokuwa mahali hapa Bwana, haone nguvu zako, haone utukufu wako, kwa maana tunasema nyimbo tunakao kuimbia Bwana ni nyimbo kukuabudu. Nyimbo tunakao imba hapa mahali hapa Bwana ni nyimbo ya kukushangilia, na ndio maana inasema uinuliwe wewe Bwana wa majeshi, kwa maana tunasema asante kwa wema wako na fadhili zako zinabaki milele na milele. Bwana, tunaenda kuacha programu katika mikononi mwako. Ujitukuze katika programu ya siku ya leo. Kwa Bwana ulisema ikiwa Bwana umezaliwa, tunahitaji na sisi tuzaliwe wapya, tukue watoto wako. Yaliyopita Bwana ya kale
isichukue kuwa ndani mwetu, ya ulimwengu Bwana itoke ndani ya watoto wako. Ndio maana tunaomba mafuta yako, Roho Mtakatifu atuongoze, tukipitia hata kama neno, kwa masemi, kwa mavazi yetu, tunaotembea katika ulimwengu waone kama sisi tumekupokea Yesu. Ndiyo maana naenda kuomba utukufu wako kwa siku ya leo. Tazama Bwana, huyu ibilisi anaendelea kuzunguka, akinguruma, akichokia, akiendelea kutingiza hata mahali kwa tunapoonekana. Ndiyo naenda kuomba katika njia ya ndugu huyu tunayesikia shida inatokea katika nyumba yake. Bwana, ninaomba katika utukufu wako na moto kutoka mbinguni umzunguke. Bwana, uendelee kufanya miujiza, uonekane kwa ajili yake, uonekane katika nyumba yake, kwa maana sherehe inapokuwa mahali hapo Bwana inafanyika katika ajili yako. Ndiyo maana nasema ni wewe msaidizi, na wewe ndio unaendelea kufanya. Mganga mkubwa ni wewe peke yako Bwana, uendelee kututendea ishara, watu waone mkono wako, washuhudie, waone Bwana miujiza yako. Ndiyo maana nasema tengeneza roho zetu na mili zetu zikuendelee kutakasa kupitia damu iliyomwangika msalabani kwa ajili ya dhambi zetu. Bwana, tunasema asante kwa utukufu wako, itabaki milele milele. Amen. Sala ya Bwana. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Utupe leo riziki zetu, utusamehe makosa yetu kama sisi nasi tuwasamehevyo waliotukosea, usitutie majaribuni, lakini utuokoe na yule mwovu, kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Amen. Haleluya. Haleluya kanisa. Tunaweza kukaa na sasa tutaenda na nyimbo za kwaya.
Simoni arwaye. Alikutana magonjwa ya Petro. Bwana tusinjo mabukara kwaye. Simoni Petro. Nyongo yonyene yari yaza kutuma gufungwa. Yesu akazumira yarwara rimurira kwa. Yesu akakemea hiyo pepo wala magonjwa yale upanga ni. Simoni ati turagenda bitugenda. Akamwambia Simoni Peter tunaenda wala hatuendi. Simoni ati twagiye. Petro akasema twende basi. Bwana Yesu asifiwe. Umukiza. Mponyaji. Ayo mazina. Tunachosimamia ili mliuka kabiri kwa ni habari ambayo tunaona katika Luka. Yasanze abungere. Alipokutana wachungaji. Abungere. Wachungaji. Ijambo livuga ngo neno linasema sikiliza. Umbe. Sikiliza. Umbe. Sikiliza. Umbe. Sikiliza. Umbe. Sikiliza. Umbe. Sikiliza. Umbe. Sikiliza. Leo Kifaransa bavuga ngo Umbe. Wanasema kaini Francais kusikiliza. Écoutez. Écoutez. Listen in French. Mugihe abagamba tegeza. Wakati maneno tegeza. Igiha. Sikiliza. Tegeza. Écoutez. Listen. Yakwenye mkako. Umva. Sikiliza. Sema kwa Kiingereza. Listen. Écoutez. Listen. Ugotwi gukora iki? Lisikio nafanya nini? Ukora iki? Inafanya nini? Sikio inafanya nini? Tegeza. Sikio. Waungo. Sikio. Waungo. Nasikia. Wategeza. Umva. Sikiliza. Umva. Sikiliza. Ndababarira. Nitasamehe. Inyuma kuvuga ati umve. Ela umuntu acayumviriza. Mtu akisema sikiliza unapaswa kusikia. Mwebwe. Nyinyi. Mwambia. Ndababarira. Nawaambia. Ndababwira iki? Nitawaambia nini? Uruti ntabwo kuyimba. Nasikia hizo. Ndababwira. Nitawaambia. Ubutumwa bwiza. Nitawaambia habari njema. Haleluya. Umve. Sikia. Ndababarira. Nitawaambia ubutumwa habari njema. Bwana Yesu asifiwe. Ndio habari tunaisikia. Kera barabibwirwa. Zamani waliambiliwa. Baravyumva. Walisikia. Mesia azoza. Ya kwamba Mesia atakuja. Umucunguzi azoza. Mkombozi atakuja. Bakibaza ngo n'urugamba ruzokwaka. Wakazania ni mwanaume atashuka. Anavala koti kama Kristo. Rukahagarara. Mwanaume anasimama hivi. Rukaza rufisi nguvu zo guhangana. Waliwaza mwanaume atakuja na nguvu. Agakubita ibidayimoni. Nguvu ya kupiga. N'amakarate nawe ndagashaka. Na makarate yote anaongezea. Nivyo Abayisirayeli bari. Jogi sana wa Israeli walizania. Azogwana n'umugabo nka Goliath. Walijua atakuja kwa kama mwanaume. Bicara bamurindiriye. Ico kigabo kizoza kingana na Pastor Josephat. Eti mwanaume kikaza ikabasukubita. Kikabakubita ibigere. Akuja apige nafasi wakimbie. Bari bakirindiriye. Walikuwa wanasubiria mwanaume mkubwa. Ijwi itagira umuntu. Sauti sio kwa na mtu. Si umuntu wabana mu bihana ngo bivuze naka. Sio mtu ambaye anaishi katika kanisa. Na wazo mudai kuvira bindi. Hawezi mwambia sime ulisema hivi. Birashize. Sauti ile wakona tarajia ikafika. Umva. Sikia. Ndababwira. Tawaambia. Ubutumwa bwiza. Habari njema. Ubutumwa bwiza. Habari njema. Akanyamuneza. Habari ya furaha. Kazoba kuri mwebwe. Furaha ndio ni yeye. Na kwa kabila zenu. No kuboko bwanyu. Na kwa kabila zenu. Ndababwira ubutumwa bwiza. Tawaambia habari njema. Ndabazaniye impunzi. Nimewaletea habari njema. Malaika za impunzi. Malaika katika habari njema. Jambo majana birashize. Yaliyosemewa miaka 2200. Ntabwo mutwenga. Arababwira ati birashize. Akawaambia yamefika. Okay. Icya kabiri. Jambo la pili. Uyu munsi. Siku ya leo. Inkuru ya kabiri ariko arababwira. Hii habari ya pili. Habari kwa kiwaambia. Amewakuta ambapo walikuwa. Iyo baragiye ibitungwa. Mbana babwira. Akamwambia nitawaambia. Nabazaniye ubutumwa bwiza. Nimewaletea habari njema. Nabazaniye ubutumwa bwiza. Nimewaletea habari Bakanyamuneza. ya furaha.
azoba kuboko bwawe yatakuwa juu ya mataifa yenu. agira shire mu ngiro vyo yavutse Akapema aingizi ambayo anayosema uyu munsi siku ya leo. si Yesaya yavuga ko azotuvukira. Yesaya alisema atazaliwa. Bizoba Sio wale ambao walisema atazaliwa. uyu munsi, Lakini ni leo. uyu munsi, siku ya leo. uyu munsi habaye cyaje ku 11. Eti leo nini kimetokea? Nawe watokera ku moto ngo haja ku 11 twasomye. Verse ya 11 nani mwanaweza tukumbusha kama tulisoma nini? Uyu munsi eti leo uyu munsi eti leo arabavukiye amezaliwa arabavukiye amezaliwa kwa ajili yenu arabavukiye amezaliwa kwa ajili yenu umukiza mkombozi niwe Kristo mponyaji ndiye Kristo mfalme arabavukiye amezaliwa kwa ajili yenu niwe Kristo ndiye Kristo mwami mfalme bali kulizoba walikuwa wanajua kwamba bali atakapita kulizoba cyane hawakujua lini bali kulizobera hawakujua wapi ariko Imana lakini yeshishubahiro kubike akajiheshimisha isoni abavyeyi akajiheshimisha kabisa mwanamke ambaye hakuzalishwa akifatukuri akugendera Maria yari mu mwanya wiwe arindira igihe azorongera ububakana hataragera kama siku ifike malaika akakuja kumwambia tumana nzovukutubite ndio alimwambia mtoto atazaliwa na wati mzomera kuti Maria akasema yatakuwa nzira cyo batayonsi akasema sijui kisi vitakuwa Bwana Yesu asifiwe murantahura tunaelewana umumareka aramubwira ati malaika akamwambia wewe yerazokuza Roho Mtakatifu atakuwa juu yako ubushobozi bw'isumba byose buzogutera na uwepo wa aliyekuwa juu ya yote utakuwa juu yako ndiye maana atakayezaliwa azokwitwa uwera isumba byose ataitwa mtakatifu wa yote Bwana Yesu asifiwe kugira ngo Yosefu ntaze yishima kinachaje nafise umusana ili Yosefu asijifune avuga ati naje hajya mutabara ndafise binderera Yosefu yishireje Yosefu asijitie juu Maria ntaba avuga ati ngira ngo munsi bigusizura bihebaga basi Imana ikora ibintu bitaza guteranya abantu Mungu akafanya mambo kuchonganisha watu ntagihe nakindi Imana ikora hakuna siku ambayo anaweza fanya kitu cha kuchonganisha wengine hayawezekani Imana nikora ikintu gishwanisha umugore Mungu hawezi kufanya kitu ambacho Imana nikora ikintu giteranya abana n'ababyeyi ukabona icyo kinje umenye nawe ukiza mu ishusho y'Imana n'abadayimoni bariko barakora ntabwo Imana itegeka umugore n'umugabo ngo bashwane mu nzu nta biriho nta na rimwe Imana ivuga ko abana n'ababyeyi bashwane nta biriho Imana bigenda ku murongo no mu mubiri n'abo mubona batinjira mu rusengero hari n'abo Imana yendera bivanye n'imyifato n'indero bafise nindapfukara umunyabyaha nindapfukara umunyabyaha nani ambaye anazaliwa na nimuzanire ubuyoya umunyabyaha lete mtoto mdogo ambaye ni mfanya sana nimumuzane tumulete muzanire ubuyoya bw'umunyabyaha tulete bebe ambaye ni mfanya sana uriho hakuna Imana giteranye Mungu hachonganishi uyu munsi siku ya leo ukiza arabavukiye mkombozi atazaliwa kwa ajili yetu yitwa nde anaitwa nani niwe Kristo ndiye Kristo umwami mfalme avutse ku bwanyu anazaliwa kwa ajili yenu avutse ku bwanyu amezaliwa kwa Isaya ajili yabwiwa yenu zo umwami Isaya alisema atakuwa abandi mfalme bavugisha bavuze ngo Imana izo mu intebe ya sekuruza wengine manabii wakasema Mungu amempa kiti cha babu yake jana wameongelea ubwami bwe budakontrolwa eti ufalme wake hauna mwisho abami bacu ba kera wafalme wetu wa zamani kubera batagomba kubutware buva mu nzu sababu wakupenda ufalme utoke kwenye nyumba zao abakiriza abo batamba kaza abakecuru babongerega abandi bafite eti wazee walikuwa na akili
bagiye kubera bakirirwa muhira bataca kubitaro. Iwacu muri Afurika mu Burundi baca bafata niba intwaro ari ya reverande bahengera umukenyezi we ari kwibaruka bagaca bacungira hakanyine n'uburo bukeya cyangwa udusaka utubunya tuzokwira mu kiganza hajya vutse bagaca bafumbatishayo urazi umwana akunze kuguma ameze uku siko umwana avuze kesha bameze uku Sasa mtoto anazaliwa mara mingi anafunga mikono. Sekweli chabe. Bagacha bafundurura. Wakifungua mikono. Umwana yavukanye imbuto. Wanasema sisi mtoto alizaliwa na matunda. Ni watu w'umwana. Asinga atakuwa mfano. Biruja babu koroni bakajya. Ile kwa koloni wakifanya ili ufalme kwenye nyumba. Lero Imana ntiyagize. Lakini Mungu akufanya hivi. Arabatujiye. Alisema amezaliwa kwa ajili yenu. Hakuzaliwa na alizaliwa na ushindaji na wokovu. Na leo na nisiki ya leo. Na ninamaliza. Naomba tuombe. Tuna siku 365 days. Unatamaliza hizo siku. Ulisema mema. Uje ulitembea vizuri. Ulisema mema. Ulitembea vizuri. Napenda nikwambie. Urugingo rw'umubiri rukora icyaha. Ile mwili ambao unafanya sana. Napenda nikuoneshe. Ukora icyaha cyinshi. Nafasi mwili yako ambao unafanya dhambi mingi. Ni hapa juu. Ukikata hapa. Isoko y'icyaha cyose usigarana hejuru. Unabaki na kijito cha dhambi. Amatwi yumvise. Masikio yakisikiliza. Akwegera umutima kwidoga. Yanatuma nafsi inanungunika. Macho ndiyo yanaona. Ugatangura gukwegubika mu mutima. Unaanza kokota kiweka moyoni mwako. Umunwa mdomo iyo turiye ukifungua ufuma ubona umuriro uri kuraka ku misozi. Unaweza ni bora uone moto kiwaka kwenye mlima. Umunwa ni uteranye. Mdomo ndio unachunganisha. Reka kubaza. Acha nikuulize. Ari icyaha bamaze gukora utagihana. Kuna dhambi ambazo umefanya lakini hawakutubu. Ndamu telefone moyo. Acha nimpigie. Moyo. Uri muhira. Na muzuko nyumbani. Mu mutima ntashaka. Moyo wako ndani ya moyo wake hapendi. Turi kumwe. Tuko pamoja. Mu mutima ntagomba kugendiwe. Hapendi nimtembelee moyoni mwake. Hanipendaki. Ndamu telefone. Nikimpigia. Uri muhira. Na mulize joko nyumbani. Nagira nzi wawe hari shora gomba ko tuvugana. Napenda nije nyumbani kwako, napenda tuzungumze. Mbega hoho Mungu ni honi. Eti basi mimi niko nyumbani. Ngoja hali ya muri munze. Asi niko pale. Ngoja ngozo boneka kesho. Asi nikizani itaonekana kesho. Atajani. Na analala. Ukamu mutima atagomba. Lakini moyoni mwake hapendi kama niende kwake. Arakijijwe cyangarabe. Anaokoka wala anadanganya. Anabesha. Anabesha. Je, hiyo dhambi tunapoka tunaitubu? Abakora ivyo vyaha munganira. Wale ambao wanafanya hiyo dhambi. Telefoni ikoresha icyaha umuntu ku mwanya. Siku inatuma mtu anafanya dhambi kila saa. Iraza ku musego. Ndio maana ukilala unateka kwenye msego. Biblia ili hali ya kumeza. Na Biblia iko kule kumeza. Kuko kusura ibinyoma byinshi. Juu hapo ndio kwa kila uovu unapitia. Kandi ulisho. Na utalipa. Ulishura unajibu. Unajibu. Hari n'abagabo barehereza kuri telefoni. Kuna wanaume wanachumbia kwa simu. There are men who find women through their phones and they have wives in their houses. N'abagore kukukonye. It's the same. Lero gasanga kwa mwanamke. Unakuta niko na bwana Afrika. Kubera amaze kuzeka kama maremare ngajewe. Atasha na machafu makubwa kama yangu. Kuri profile agashashira ku mukobwa wewe. Ku profile anatia picha ya binti. Umugabo hariya mume kule akamenya tutuvugana n'uyu anazaliti iko naongea na huo binti kumbe iko naongea na tate mwenye shazi ndio cyaha turavyiha hiyo zambi tunapaka tunaitu uyu munsi siku ya leo arabaza
amezaliwa kwa ajili yetu. Twihane ibyaha by'ububeshi Tubu dhambi za byo uongo, ku isi. dhambi za kusimu. Uno munsi twihane ibyaha byo ku isi. Leo tutubu dhambi za kusimu. Ngira nzi wawe ngo yasiboni kandi ari mu. Unakuita nikuje kwako, unasema haupo na uko nyumbani. Ngoba tuvugane ngo nigende ko ndavugana n'ubundi na. Napenda tuongee, unasema subiri niko naongea na mwingine. Ese kunyase n'ikirema nkawe. Je, tuguhebere ikijuru uzokibemo wewe. tukwachie mbingu uishi ndani wewe peke. Kunyase wewe. Juu unanichukia. Ndio bidele. Ndio mwijuru tawe. Wende basi mbingu yako wewe peke. Mugabo habo. Lakini hapa tukianza kucheza kandi warabesha na tulidanganyaka, tunaanza cheza tu. Wa mbere ni wa kwanza natao kwa kwanza wa kutubu ni nani? Ndio tebe unashi ni watamiki. Tusikawie. Wewe uko vapi tukora ni vyiza. Kwa mwanadamu ni vizuri. Uko vapi kuigenda ni vyiza kwa wicaye. Wewe kama unaona unafanya ni vya kuzuri bali unaikaa. Tukiwa tuchakuleza Bwana. Tunataka kula meza ya Bwana. Ni sababu tuungane wote. Acha tutengeneze mioyo yetu. Ichutunganye wote. Ni nini utatengeneza? Ichutunganye. Ni kitu kimoja wa Mungu. Kenye utatengeneza ni kile ambacho moyo wako unakushuhudia. Tunataka imani kuweza. Imani kuweza. Bwana Yesu asifiwe. Ikiwa nyinyi wote ambao mnakuja hapa mbele, kila mtu anajua tatizo alilalo ndani ya moyo wake tofauti na Mungu jinsi anavyotaka. Mwambie Mungu, naomba unisamehe kwa hilo. Na ninajua hao wote wanaekaa wamo wengi tu wanakuuzia, lakini sikuuzie sauti ya Mungu. Tuombe Mungu. Bwana wetu Yesu Kristo, Bwana Mwokozi wetu, unaishi mahali pa heshima. Tumepokea neno lako lenye uzima. Tumesikia
ya kwamba Yesu umekuja kuzaliwa kwa ajili ya dhambi zetu. Bwana wetu Yesu Kristo, wewe ni mkombozi wa ulimwengu, umekuja kutukomboa katika dhambi. Bwana, tunakulilia tu mbele zako. Tazama watoto, wakina mama, wa vijana, wavulana kwa wasichana wanakunja magoti mbele zako, wanajibilia wakiona ya kwamba umeenda mbali na mapenzi yako. Bwana, tunaomba uwasaidie, tunakuomba uwasamehe, uwaoshe na damu yako, damu yenye nguvu, damu yenye uwezo, na ndio maana wamekuja mbele zako Mungu. Naomba Mungu wasaidie. Tazama viongozi wanawachunguka wakinyosha mikono juu yao wakiwaombea msamaha. Bwana, tunaomba uwasamehe. Bwana, tunaomba wabadili, wapate kuwa viumbe vipya katika jina lako Yesu. Tunaomba Mungu tende ishara. Hawa ni wale watumishi ambao umetuma katika kondoo zako, na kondoo zimekuja mbele zako kupitia neno lako limezungumziwa, limetenda kazi, limevunja miamba ndani ya mioyo ya walio wengi hapa katika jina la Yesu. Bwana, wasaidie, Bwana wasamehe, Bwana wafariji, Bwana wape nguvu, Bwana wafungue macho waone kile wanaweza kuifanya, wafungue masikio wasikie ile ambao wanaweza lifanya na inampendeza Mungu. Hallelujah. Asante Bwana, nina imani ya kwamba utatenda hilo. Tunaomba kupitia jina la Bwana wetu Yesu Kristo, sisi wote tuseme amena. Mwende na amani ya Bwana, na Mungu awabariki sana. Wagonjwa, karibuni wagonjwa wote, tunaenda mara moja. Wenye matatizo ya ugonjwa nadhani wako tunakuangalia kwa Mungu, ona watu wako wagonjwa wanakuangalia zako, kila mmoja Okay,
Wale ambao wamesikia neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Tunasema asante kwa mnenaji. Tumebarikiwa kwa neno. Mungu azidi kukutumikisha na kukutia nguvu. Mungu ametia neno hili moyoni mwangu. Imana yasize ijambo muri mutima wanje Kwamba niliseme kugira ngo rivuge kwa wale wote ambao walikuja kwa msalaba hapa, abanje bose kwihana hano. Ikiwa kuna mtu alikuja na ni mgonjwa, nyamba haje ikintu waje umurwaye, wakati ule wa kuomba msamaha Mungu amemponya na magonjwa yake. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Barashimwe. Tunashukuru sana kwa neno la Mungu ambao tumetoka kulisikia. Turashimye cyane ubutumwa bw'Imana tugejeje kumva. Tunataka kufanya maneno mawili ambao hakuwa yanategemewa. Tugomba gukora ibintu bibiri tutatwiteguriye mbere. Na tumesikia neno la uzima la kutufariji katika maisha yetu. Kama vile wa Kristo, sababu ndicho chakula cha wa Kristo ambayo inatusaidia kwenda mbinguni, sio? Bitufasha kushika mwisho. Tunaenda kuombea hawa protokoli ambao wamefanya hii kazi. Tugiye gusengera abantu ba protokoli bakoze. Tungeomba viongozi wote waje tuwajunguke hawa wa protokoli. Abarongozi bose baze bazunguruke. Ni kitu ambao kuba kinazoelewa, si kintu dukunze gukora. Ni kitu kimoja wapo ambao kinahitajika kabisa. Ni kimwe mu bintu bikenewe cyane. Sababu kazi ambao wameifanya ni kazi kubwa sana. Kuko akazi bakoze na kazi kanini cyane. Protokoli yote huwa inafanya kazi kubwa. Protokoli yose rakora igikorwa gikomeye. Nakumbuka kwetu kuna mwenye alifanya ajali wakati wa protokoli kama hii. Ndibuka hariho umuntu alipoenda kwa mganga walimlipisha $10,000. Yagiye ku bitaro bamurisha $10,000. Na ndio maana tunaomba Mungu awape nguvu zaidi. Nico gituma tubasengera gati Imana ibahe kujitoa kwao kusiwe kwa bure. Kugira tukwitanga kwabo ni kuwe kubusa. Acha tuombe pastor. Baba mtakatifu, tazama watumishi wako wanaonewa miguu juu yao. Ni watumishi wamejitoa kwa kazi ya kanisa, na kazi hii Bwana isiyokuwa na malipo. Anayelipa ni wewe Bwana wa mbinguni. Kuna wengi wanakuwa na nguvu kuwashindia, kunakuwa wataalamu wa juu ya kufanya kazi kama hiyo, lakini kwa ajili ya kujiinua kwao Bwana wanabaki chini. Ikiwa wao wanashuka na kunyenyekea Bwana na kufuata maelekezo ya kazi yako Bwana, uwatazame mioyo zao. Tazama kazi wanaofanya, uwakumbuke Bwana, uwabariki katika njia zao zote. Ikiwa kwa kazi ya mikono Bwana uwabariki, ikiwa hata kwa kazi yanayofanyika kwa ajili ya binadamu Bwana uwabariki. Kumbuka jamii zao, kumbuka mapasha zao Bwana, uendelee kuwazidishia na uwazingire na damu ya Yesu Kristo Bwana, wapate kujua utukufu wako unastahili, kwa maana Bwana hakuna chochote kisichowezekana kwako. Anayekutumainia Bwana hatoke mikono bure, na wanaofanya hiyo Bwana ninajua watalipwa siku moja. Neema na utukufu wako endelee kuwa juu yao. Tazama Bwana, na sisi tumeshangilia na kuwaombea, furaha kutoka kwako iendelee kuwa juu yao, kwa maana ulisema yanayofungwa mbinguni hata duniani Bwana zimefungwa, lakini yanayofunguliwa hakuna atakayefunga. Ndio maana tunawaacha mikononi mwako kupitia damu ya Yesu Kristo, na uongozi wa Roho Mtakatifu uendelee kuwa juu yao siku zote katika maisha yao, kupitia jina la Yesu tumesema amen.
Tunawashukuruni sana wote ambao mmekuja kwenye mkutano. Wanakwaya wote, waalikwa wetu, Mungu awabariki kwa uzio wenu mwema. Mungu awasaidie tuendelee kushikamana mkono kwa mkono au bega kwa bega kwa kuweza kusukuma kazi ya Bwana iendelee. Mungu awabariki sana kote mwendapo. Amani ya Bwana iende pamoja nanyi. Kwa makanisa yote mwendapo, viongozi wetu wote, Mungu awabariki kwa kazi mnayoifanya kwa kazi ya Mungu. Mungu awabariki zaidi. Na tunasimama mara moja tuombe Mungu kwa kumaliza ibada yetu. Bwana wetu Yesu Kristo, Bwana na Mwokozi wetu, hadi tutakapokuja kuchukua kanisa lako, ukitukuta sisi wote tuko tayari kwenda mbinguni. Asante Bwana, utasaidia yoyote ambaye anatembeza gari. Bwana, uonekane ni wewe unayetembeza, asiwe mwanadamu. Kokote tutakapokwenda, tuone mkono wa ishara. Usiwe polisi akasimamisha mtu yeyote yule. Tusisikie chochote kibaya ambaye kimefanyika njiani kwa watu wote ambao walioko hapa, hata wengine wako safarini. Bwana wetu Yesu Kristo, utabariki kazi nyingine inaenda kufanyika baada ya hii. Bwana wetu Yesu, tuendelee kuona mkono wako. Yeyote ambaye atakunywa maji hayo, asante Bwana, nina imani unasikia maombi yetu yote tumeomba hapa, mahitaji yetu yote nina imani umeyasikia na unaenda kuyafanyia kazi. Bwana wetu Yesu, asante, tuna imani ya kwamba utafanya na hayo yote. Kupitia jina Yesu tunaomba, amena. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu uambatane nasi tangu sasa hata milele. Amena. Mweni na amani ya Bwana nyote.